mwabudu. Ni Mungu mkuu vipi tunayemtumikia. Ni Mungu mkuu vipi tunayemtumikia. Ni Mungu mkuu vipi tunayemtumikia. Malaika wainama mbele zake, mbingu na nchi za mwabudu. Ni Mungu mkuu vipi tunayemtumikia. Nipe mafuta katika taa yangu niendelee kuwaka. Nipe mafuta katika taa yangu naomba. Nipe mafuta katika taa yangu niendelee kuwaka. Niendelee kuwaka mpaka asubuhi. Imba usana, imba usana, imbieni usana mfalme wa wafalme. Imba usana, imba usana, imbieni usana mfalme. Nipe mafuta katika taa yangu niendelee kuwaka. Nipe mafuta katika taa yangu naomba. Nipe mafuta katika taa yangu niendelee kuwaka. Niendelee kuwaka mpaka asubuhi. Hebu tumwimbie. Imba usana, imba usana, imbieni usana mfalme wa wafalme. Imba usana, imba usana, imbieni usana mfalme. Hebu tumpigie makofi. Bwana sifiwe. Je, unayo furaha? Amina. Nipe mafuta katika taa yangu niendelee kuwaka. Nipe mafuta katika taa yangu naomba. Nipe mafuta katika taa yangu niendelee kuwaka. Niendelee kuwaka mpaka asubuhi. Imba usana, imba usana, imbieni usana mfalme wa wafalme. Imba usana, imba usana, imbieni usana mfalme. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Mnatenda kama wenye furaha usiku huu. Furaha kweli kweli. Unajua cha ajabu, mnaenda kuwa wenye furaha zaidi ya hapo mnapotoka hapa usiku wa leo, kwa sababu tunaenda kuwa na wakati mzuri usiku wa leo, kwa sababu tunaenda kupata mafuta zaidi katika taa zetu. Uko tayari kupokea mafuta zaidi katika taa yako? Utaniendelee kuwaka katika taa yangu naomba. Nipe mafuta katika taa yangu niendelee kuwaka. Niendelee kuwaka mpaka asubuhi. Imba usana, imba usana, imbieni usana mfalme wa wafalme. Imba usana, imba usana, imbieni usana mfalme. Amina. Bwana sifiwe. Jina la Bwana lihimidiwe. Amina. Amina. Bwana sifiwe. Mwaweza kuketi. Kama kawaida, ninayo furaha kuwa hapa usiku wa leo. Nadhani mko hivyo pia. Naweza kueleza hilo vizuri zaidi. Hata hivyo, naweza kulihisi hilo. Hilo ndilo jambo zuri. Amina. Jina la Bwana lihimidiwe. Uwepo wake, kama vile ndugu Branham alivyosema, jambo hilo inasema ni kama molasi kwenye siku ya baridi. Sote tunashikamana pamoja. Nalipenda hilo. Je, upendi ucheshi wa nabii? Lo, hakuna mtu mwenye ucheshi kama nabii huyu. Hata wakati anaposema jisevieni. Lo. Oh, Mungu wangu. Lo, huyo ni Mungu. Huyo ni Mungu bado anazungumza na watu wake. Alisema tabia yake ndiyo inayotuvutia sisi, usikivu wetu naye analiweka ndani humo, na upako ule anaotufanyia ili tujue ni mwanadamu anayenena kupitia Mungu. Jina la Bwana lihimidiwe. Vema, tumejifunza masomo machache katika ibada 3 au 4 zilizopita hapa. Tumejifunza kwamba tuko kwenye vita vikuu sana vilivyowahi kupiganwa, navyo vinaendelea sasa hivi. Anasema
anasema vimepamba moto sasa hivi. Anasema ni kati ya mashaka na imani. Anasema katika mashaka hayo ni kwamba ni kama vile vema, nadhani ningeweza kuwa mzima, natumaini nitapata nafuu, napata kuwa mzima, nadhani mvua itanyesha. Lakini imani husema mvua itanyesha, itanyesha. Uonekani kupata nafuu kokote, bado unaonekana mgonjwa, itanyesha. Amina. Jina Bwana lihimidiwe. Yeye amesema ni kati ya shaka na imani. Hiyo ndio tofauti kati ya kanisa la kanda na lisilo kanisa la kanda. Amina. Sisi ndio kanisa la kanda. Bwana sifiwe. Mweza kuketi? Nalipenda hilo. Nilifurahia hilo sana wakati nilipoliandika. Naamini watafurahi kweli watakapolisikia hilo. Najua watafurahi sana watakapolisikia hilo. Jina la Bwana lihimidiwe. Na kisha yeye akatufundisha kwamba tunapaswa kuuchomoa upanga wetu uwe umefutwa wakati wote, kumtwanga kila wakati. Anasema usiurudisha alani mwake. Anasema siku zote inapasa kuutoa, kwa sababu adui huzunguka kila mahali. Kwa hiyo alijifunza na kutuambia jinsi ya kufanya jambo hilo. Imani kwa neno lake, hilo ndicho alichotufundisha, ndicho kilichokuwa kikiendelea. Na kisha tukajifunza kwamba yeye ametambulishwa kwa tabia zake mwenyewe. Alikuwa na tabia wakati yeye alipomtokea Ibrahimu. Ilikuwa ni nani? Melkizedeki. Alisema Melkizedeki alikuwa nani? Elohim. Alisema ambaye alikuwa yule yeye aishie peke yake. Alisema Mungu alikuja tena katika mwili, akatembea moja kwa moja hadi kwa Ibrahimu, naye alisema alikula ndama na akala mikate ya mahindi, naye akaketi, naye nabii akatuambia jinsi ambavyo siku nzima ilivyoonekana kukaa akiwa ameketi chini ya mti, jinsi ilivyokuwa, jinsi yeye alivyokuwa na furaha. Na hii hapa ile ahadi. Alisema hili hapa neno likaja kwa nabii. Asante. Amina. Ndipo Yesu akaja, naye Yesu akatambulishwa kwa tabia zake. Akaja naye akatoa ishara ya Masihi ambayo ilikuwa ikiendelea kwa Elohimu. Yeye yule alikuja tena, alisema ni Mungu katika mwili. Naye akawaambia watu, anasema ikiwa hamwezi kuniamini mimi, ziaminini kazi nizifanyazo mimi, kwa kuwa kazi hizo ndizo tabia za Elohimu, nao wananitambulisha mimi ni nani. Sasa ule uzao uliochaguliwa tangu zamani walimjua alikuwa ndiye. Anasema wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wao walimjua yeye ni nani kwa tabia zake. Naye anasema kwamba sauti hiyo iliyotoka ilifanyika mwili kwa ajili yetu sisi katika wakati wa mwisho. Huyo alikuwa ni Kristo. Anasema kwamba huyo ndiye yeye aliyekuwa. Lakini katika siku yetu maandiko yanasema kwamba hilo linapaswa kuja tena. Ilisema katika Malaki 4 ya kwamba yeye angemtuma huyu Elia nabii wa wakati wa mwisho. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema. Hivyo ndivyo Biblia inavyosema katika siku za sauti. Alisema atamtuma Elia, naye atakuwa na sauti katika wakati huu wa mwisho. Naye anasema lazima yeye atambulishwe kwa tabia za Mungu, naye ilibidi atambulishwe kwa hilo. Kwa hivyo hiyo ndiyo njia pekee tutakayomtambua huyu Elia nabii ni nani. Yeye anapaswa kuwa na tabia zile zile kikamilifu kama Elohimu alivyofanya, kama vile Yesu alivyofanya. Hivyo ndivyo tutakavyotambua jambo hilo. Naye akasema hapa, yeye alisema katika siku za mwisho, wakati tu wa kuja kwa mwana wa Adamu, wakati anapofunuliwa, hali hii itatukia tena kama ilivyokuwa Sodoma. Elohimu miongoni mwa watu wake. Anasema kwamba huyu hakuwa mwingine ila Elohimu miongoni mwa watu wake, Mungu Mwenyezi. Hilo ndilo maandiko yasemalo, Elohimu miongoni mwa watu. Na kisha akaendelea na kusema, lakini atakapofunuliwa mwana wa Adamu, Elohimu atarudi kwa akina nani? Uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Amina. Amina.
Alisema hao peke yao ndio tu watakao itambua ishara hiyo. Inabidi iwe uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Yeye hakuja kwa mtu mwingine yeyote. Wao hawakuweza kuiona hiyo. Lakini yeye alisema kwamba wao uzao wa kifalme utaijua hiyo ni ipi, na wao watajua huyo ni nani, ya kwamba ni Elohim tena akiishi katika mwili. Alisema tofauti pekee ilikuwa ni ule mwili. Hiyo ndivyo ilivyo, na roho hiyo ndio inayopaswa kukaa ndani yake pamoja nasi, ndipo tukajifunza kwamba sisi ni maskani iliyo hai. Anasema hiyo ni maskani iliyo hai ambayo haina budi kumiliki tabia yake ile ile iliyotambulishwa katika Elohim. Kisha ikashuka ikaja, ilikuwa katika Ibrahimu, ilikuwa katika manabii hao wote, na ndipo katika siku yetu ikatambulishwa katika William Marion Branham. Tabia hiyo. Amina. Lakini alisema hiyo tabia haina budi kukaa ndani yetu. Hilo ni jambo lile lile. Hiyo ni hatua inayofuata. Unatambua ni nani huyu aliyetumwa, lakini basi unapaswa kutambua ni wewe. Na hivyo yeye alikuwa hapa akijitambulisha tabia zake ndani yetu. Ilitubidi kufanyika vimo vya mtu mkamilifu. Alisema kwa sababu alikuwa anafanya nini? Anajenga hekalu ambalo halikujengwa kwa mikono ya mwanadamu. Alisema lilijengwa na Roho Mtakatifu. Naam, alisema ile hekalu huko nyuma, alisema lilishindwa kupitia kwa Sulemani likaanguka. Alisema lakini hili halitaanguka kwa sababu alisema ni kamilifu. Alisema lilikuwa limejaa tabia ya imani, nguvu, maarifa, kiasi, uvumilivu, utauwa, upendano wa ndugu, wema, upendo mmoja kwa mwingine. Alisema kwamba lile jiwe la kifuniko lililochongwa kikamilifu liliposhuka, alisema lilienea kikamilifu kabisa. Na anasema hizo ndizo tabia ambazo tunapaswa kuwa nazo. Ikiwa tutakuwa kimo hicho cha mtu mkamilifu, uhai huo unapaswa kuwa ndani yetu. Huyo ni Mungu, hizo tabia. Ulipoomba, anasema nguvu zilimtoka. Tunapomwombea mtu fulani, akasema unaingia katika kuwahurumia. Na ndugu Branham anaposema tunaamini hilo, tunajazwa. Wakati ndugu Branham anaposema kila mtu aliye na shida ya moyo, simameni. Umekaa huku unayo shida ya moyo, naye amesema simameni, hutaponywa. Anasema unafanya kugusa kitu. Alizungumza kuhusu Oral Roberts, alisema alifanya huko kugusa. Anasema lakini wana na binti za Mungu, hamna haja kugusa chochote, hamna haja kunipaka mafuta, hamna haja kunifanyia lolote. Mimi naamini chochote utakachosema kitatokea. Na ndivyo ule uzao wa kifalme unavyofanya. Ndivyo anavyokuwa anatufundisha. Hakuna ubaya kupakwa mafuta. Alisema hakuna ubaya, Bwana asifiwe, na kufanya hivyo kwa imani yako kwamba hicho ndicho unachohitaji. Lakini imetia nanga ile imani ambayo imani halisi iliyo ndani yake. Nena neno, na hivyo ndivyo ulimwengu unapaswa kuona ndani yako. Inabidi waamini. Ukiniombea, utamini nitapona. Najua wewe unaongea na Mungu. Unaamini hilo? Na iwe hivyo. Ndivyo wewe ulivyo. Amina. Usiku wa leo tutajifunza kwamba Mungu alitutumia kiongozi. Alitutumia kiongozi kwa sababu sisi hatujui jinsi ya kufanya jambo hilo. Ilibidi yeye atuonyeshe hasa jinsi ya kulifanya jambo hilo. Alisema hiyo inatuonyesha jinsi ya kufanyika kimo cha mtu mkamilifu na tabia gani na jinsi ya kuzipata tabia hizo. Anasema sisi hatukujua yeye ndiye atakayetuongoza kwenda utukufuni. Sikilizeni alichosema hapa. Anasema mimi siko hapa asubuhi ya leo kuunda dhehebu. Kristo hakunituma kamwe kuunda madhehebu. Hili ni kuu sana. Hili limesheheni. Ninafurahi mko tayari. Kristo alinituma kuwajenga watu binafsi wafikie kiwango cha Yesu Kristo, kusudi wapate kuwa kituo cha nguvu na makao ya Roho Mtakatifu kwa neno lake. Huyo ndiye wewe uliye. Kituo cha nguvu. Jina la Bwana limidiwe. Mwaweza kuketi. Nilipata sauti nilipoisoma hiyo pia. Kituo cha nguvu na makao ya kimo cha Yesu Kristo.
Jina la Bwana limeliwe. Hatujawahi kuwa hivi hapo kabla. Anasema sisi hatujui jinsi ya kulifanya hilo. Tunahitaji mtu wa kutuongoza, tunahitaji mtu fulani, tunahitaji mtu wa kutuongoza njiani, kwa sababu sisi hatujawahi kufika mahali hapa hapo kabla. Lakini sasa tunayo fursa ambayo hakuna mtu aliyewahi kuwa nayo hapo awali. Haijawahi kuwapo hapo awali. Wao hawajapata fursa hizi, ndugu Branham anazosema tulizo nazo. Wao iliwabidi wamtegemee mtu fulani mwingine, ilibidi wategemee kulisikia kutoka kwa mtu mwingine. Lakini sisi tunapata kulisikia moja kwa moja kutoka kwa jenerali mwenye nyota 5, sisi wenyewe. Amina, amina. Usiku wa leo utaweza kumsikia mkurugenzi huyo, utamsikia akisema, na unajua ni nzuri sana. Haihitaji fasiri yoyote, wala hamna haja kunipandisha mimi hapa wala mtu mwingine hapa kuambia kile yeye alichosema, kwa sababu unapata kusikiliza wewe mwenyewe hicho ni nini hasa yeye alichosema na jinsi yeye alivyokisema. Mimi naweza kusoma hiyo nukuu nayo ikakubariki, lakini ukibonyeza play na kusikiliza nukuu hiyo utabarikiwa hata zaidi. Hakika. Amina. Bwana sifiwe. Ni ajabu, ingawa wakati unapomsikia mtu unaisikia nukuu unarudi na kuomba, lakini unapomsikia yeye akinena, unaposikia sauti ya Mungu ikinena, inatoa maana tofauti kabisa. Wewe jamaa, inakupandisha tu juu kidogo. Ndio maana anayo sauti ya siku hii kwa ajili yetu. Haikuwa kwenye kana na kuweka kana na ati yeye aje aniambie mimi au mimi nije kuambia sasa hili linamaanisha hivi. Lo, niwaambie kitu. Alisema inakubidi usikie wewe mwenyewe. Ewe jamaa, mimi nataka nimsikie mimi mwenyewe. Unajua mimi sipendi chakula kilichotafunwa, sikitaki kabisa. Bwana sifiwe. Sina haja nacho, kwa sababu yeye alinirahisishia mimi, alikurahisishia wewe ili upate kufanyia karamu. Usiku wa leo tunaenda kusikia honk ya kiongozi wetu. Honk, honk. Bwana sifiwe. Yeye anasema kila bata katika kanisa hili wakati yeye anapoanza kuita honk honk, kila kanisa, kila mtu huko nje yeye anayesikiliza, wote mtakuja kwa kiongozi wenu. Sisi sote tunakusanyika kwa kiongozi huyo mmoja. Unajua inakuwaje? Kwa sababu tunasikiliza kanda, tunaijua sauti yake. Ukipata kusikiliza kanda, ijue sauti ya honki hiyo, kwa sababu akiita honki wewe hati awe ni nini ujui, sisi tunaijua. Tunaijua honki hiyo. Tumeungana na sauti ya honki hiyo. Kwa hivyo hiyo honki inayojulikana ndiyo inayotuleta hapa usiku wa leo. Na hiyo ndiyo kazi yangu, ni kuelekeza ninyi kwake yeye. Hilo ndilo tunalotakiwa tu kufanya, ni kuelekeza ninyi kwake yeye tu. Ni kama kuongoza kwenye msongamano, kwani ninasema mara nyingi ni kama sio upaswa kuangalia hivi, ni njia ile kule, endelea tu hapa. Hakuna kitu kingine unachokihitaji hili hapa. Kila kitu unachokihitaji, vitamini vyote vya kiroho unavyohitaji, kila kitu unachokihitaji ili kufaulu kufika kule ng'ambo ya pili kiko hapa. Ndicho kitu pekee kinachoweza kuwaleta ninyi bibi harusi wa Yesu Kristo pamoja. Hakuna kitu kingine kinachoweza kumleta pamoja bibi harusi wa Yesu Kristo. Sote tuna tofauti zetu, sote tuna heka na kutokukubaliana na kusema hivyo, lakini ikiwa ujumbe huu ni yakini yako, ndiyo maana ni yakini yetu, nasi tunaweza kushikamana nayo, haijalishi mtu yeyote anasema nini. Hili ndilo neno. Ndivyo ilivyo leo, tunapata kuisikia sauti halisi ya Mungu. Ni sauti halisi ya Mungu. Maandiko yanasema kwamba anarudi na kusema ikiwa mtaisikia sauti yangu. Anasema hiyo ilikuwa kama mkisikia sauti yangu. Kondoo wangu huisikia nini? Nini yangu? Nini yangu? Sauti yangu. Leo hii maandiko hayo yametimia. Bwana sifiwe. Lo. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Lakini tu mmesimama. Je, waweza kuwazia? Wao walikuwa wamesimama papo hapo kile ilichokuwa walipomsikia Yesu akisema maneno hayo, naye akakifunga Biblia, na ndivyo ilivyokuwa. Lakini katika siku yetu mnasimama papa hapa na kupata kufanya hivyo ni halisi zaidi sasa hivi kuliko yeye alipozungumza, kwa sababu hapo nyuma ni watu wangapi walisikia sauti ya Yesu? Wachache sana, ni wachache sana. Lakini sisi sote ni bibi harusi wa Yesu Kristo. Tunapaswa kuisikia sauti ya Mungu. Sote tunaisikia. Kama unaamini hiyo ni sauti ya Mungu, kama unao ufunuo hiyo ni sauti ya Mungu, basi utaisikia. Basi ndivyo alivyosema, kondoo wangu isikia sauti yangu. Hakika Roho Mtakatifu anafanya hivyo, na anaongea na anatenda kazi kupitia wewe. Anafanya kazi kupitia watu binafsi. Alimchagua mwanadamu. Ndio maana unafanyika kimo cha mtu mkamilifu, kwa sababu wewe uko hivyo. Yeye alisema kila mwali wa
moto humu ndani. Huyo Roho Mtakatifu yu ndani ya kila mmoja wenu. Ninyi ni hekalu kamilifu la yeye kuja kuishi ndani yake. Alisema ingeweza kuwa kitu chochote, ewe jamaa, lakini yeye alikuchagua wewe. Alikuchagua tangu zamani uwe mtu huyo, na ndivyo tunavyofanya. Bado tunazidi kuwa bora na bora na bora zaidi. Bwana, sio sisi, ni wewe. Tunajitambua sisi ni nani. Alisema imani hiyo, unapaswa kuwa na imani hiyo ya kuamini jambo hilo. Shetani anakufanya tu ujiangalie wewe mwenyewe, usijiangalie wewe. Wewe mwangalie yeye. Je, yeye ni mkamilifu? Hebu ngoja kidogo. Je, yeye ni mkamilifu? Wewe uko ndani yake? Hivyo basi wewe ni mkamilifu kwa sababu uko ndani yake. Anasema yeye hawezi kukuona wewe, yeye anamuona tu yeye. Kwa hiyo ukiomba kitu fulani, tunaliamini. Haijalishi. Sisi tunaliamini tu. Ni rahisi tu hivyo. Mvua itanyesha. Hakuna wingu angani. Hayo haitusumbui hata kidogo. Hilo halitusumbui hata kidogo. Bado itanyesha. Mungu anamjia bibi harusi. Mmekuwa mkisema hivyo kwa maelfu ya miaka. Yeye anakuja. Anakuja. Nasi tunaenda. Amina. Amen. Bwana asifiwe. Jina lako lihimidiwe, Bwana Yesu. Ni wakati wa namna gani tunaoishi? Ni siku ya namna gani? Ni Mungu mkuu vipi tunayemtumikia? Naye alijua kwamba ingetupasa tuwe na hicho chakula cha kiroho kilichohifadhiwa ili tuweze kukisikia, ili tuweze kukila usiku wa leo. Hilo ni la thamani jinsi gani. Kwa hivyo hebu sote tuinamishe vichwa vyetu tunapoenda kwenye maombi. Tunataka tu kumkaribisha yeye na kumshukuru kwa kuja. Tunajua kwamba yeye yuko hapa, lakini mioyoni mwetu tunataka kukuambia asante Bwana. Tunataka tu kukukaribisha na kukuambia jinsi wewe ulivyo mkuu Bwana, kwa kuja na kwamba ungeshuka na kuwa pamoja nasi Bwana. Sio jambo tulilolifanya sisi, lakini wewe ulitufanyia. Yote uliosema ni yatubidi tuamini, na sisi ni wana wako na binti zako, nasi tunaamini sisi ni ukuhani wa kifalme. Sisi ni ule uzao uliochaguliwa tangu zamani, nao ujumbe huu unamkusanya bibi harusi pamoja, kutunganisha pamoja. Tunapopitia maisha haya, ingawa tunayo majaribu na mitihani na heka na kushindwa na mengine yote, lakini mwana halisi wa Mungu anapoanguka anafanya nini? Yeye usimama moja kwa moja wima. Ni kwa sababu una upanga wako mkononi mwako, nawe unamtwanga kwa neno. Unajua wewe ni nani. Usiruhusu kama shetani akudanganya kutoka kwenye huo. Unajua wewe ni nani. Wewe ni mwanadamu wa kufanya makosa, lakini unajua mimi ni uzao wa kifalme wa Ibrahimu. Unamwambia shetani hilo hapo, wewe shetani, huna haki yoyote juu yangu, huna haki yoyote juu ya mahitaji haya ya maombi ambayo yamekaa mbele yangu. Yeye hana haki yoyote hata moja, hana. Kwa hawa wanakondoo wadogo. La. Sisi tunalindwa na damu hiyo. Wakati mwingine anapaswa kuvunja miguu yake midogo. Mimi sitaki au uvunje mguu wangu, bali nataka anishike. Unapoona nyayo za miguu kwenye mchanga, wakati kuna moja tu, kwa sababu Bwana nataka unishike, nibebe njia nzima Bwana Yesu, nivunje kifuani pako. El Shaddai alisema, Mungu mwenye matiti. Limidiwe jina lako Bwana Yesu. Tunalo ombi lisilotamkwa. Ndugu yangu yuko hospitalini, anahitaji tu mguso wa Bwana. Usiku wa leo atapata mguso huo kutoka kwa Bwana. Tunaye dada mwingine aliyeandika ana uvimbe kwenye ubongo. Nadhani ni Nedley ndiyo jina lake. Nilitamka vibaya. Bwana anajua ni nani. Tuna Bibi Sharon na hitaji la Bwana Ara. Na kumekuwa na watu wengi wanaozunguka maeneo ya karibu wamekuwa wagonjwa. Kuna wengine wana mafua. Najua ndugu yetu Jeremy amekuwa mgonjwa na kutapika. Kumekuwa na wengi zaidi ambao ni wagonjwa, na kwamba kwenda karibu na yule shetani wa kale anajiandaa kupata buti sasa hivi, anajiandaa kutoka. Hatumtaki. Wewe si wa kwetu. Tunataka kuendelea kumkumbuka ndugu yetu Gordon. Shetani alivyojaribu kumshambulia tu huko, ana upanga wake mkononi, tunao upanga wetu mkononi. Tunahitaji huyo, ni mwana kondoo, tunamfuatia. Tumeomba maombi ya imani, nasi ni kama Bwana, bado tungali tumesimama hapa. Lo, sionekani kupata nafuu. Hatutatikiswa, tunaushikilia mwamba ule, na wewe ndiwe mwamba huo Bwana. Na kwa hiyo Bwana, tunakutaka maombi haya tunapoyaleta mbele zako, na kumwalika ndugu yangu Samueli, kama utakuja kuyapeleka maombi haya mbele za Bwana.
na ni kwamba tunataka kusema, Bwana, tunaamini. Je, unaweza kusema kwamba tunaliamini kwa moyo wetu wote? Uko hapa nawe utayajibu maombi haya kama siku zote. Namba moja yetu ni kufanana na wewe zaidi, Bwana Yesu. Tutaugua tena nasi tutaanguka, lakini tunataka kufanana zaidi na wewe. Utupe baraka ya pekee usiku wa leo, Bwana. Uifungue mioyo yetu ili tulisikie neno lako litujaze, kwamba tunajua ni sauti yako Elohim akizungumza na bibi harusi wa Yesu Kristo. Nasi tutaimba wimbo wetu mdogo, tuunyoshe mkono na kumgusa yeye, kwa sababu tunajua kuwa yeye yuko hapa akipita. Nasi tunajua kwamba yeye hayuko biza sana kutosikia kilio cha mioyo yetu. Unaamini hilo? Basi wakati anapopitia hapa, mshike na umshikilie hilo kwa nguvu. Usimwache aende zake, wewe mshikilie tu. Umefunzwa, unajua, nawe unajua ni kitu gani. Kita nguzo hiyo chini kabisa, ishushe nguzo hiyo chini. Na Bwana, unajua maombi haya, unajua mahitaji yanakidhi. Kutana na mtu aliye karibu nami, kutana na kila mtu Bwana. Ifungue mioyo yetu sote ili tupate kile tunachokiomba. Nyosha mkono na umguse Bwana wakati anapopita. Utaona yeye hana shughuli nyingi, asisikie kilio cha moyo wako. Anapita wakati huu kukupa mahitaji yako. Wewe nyosha mkono na umguse Bwana wakati anapopita. Baba, asante Bwana kwa mwanao Yesu Kristo aliyemwaga damu yake ili kwa yeye tupate msamaha Bwana na wokovu na uponyaji. Na Bwana, kwa damu hiyo umetupa uwezo wa kushinda Bwana, nasi tunaweza kuja mbele ya kiti chako cha enzi Bwana. Bwana, kwa ujasiri kuyaomba maombi haya. Tunakushukuru kwa nafasi hii Bwana ya kuwa mbele zako Bwana. Na ijalishi shetani angesema nini na mashtaka yote Bwana, Bwana, sisi ni wakamilifu ndani yako Bwana. Wewe hata hautuangalii sisi, unayetazama ile damu Bwana. Kwa hiyo asante Bwana kwa damu hiyo Bwana. Ahadi yako kwa uzao wa Ibrahimu ilikuwa kwamba watamiliki kila mlango wa adui. Hakuna kushindwa kwa bibi harusi wa Bwana Yesu Kristo. Ni ushindi mkamilifu, ni ukombozi mkamilifu Bwana. Nasi tunakushukuru kwa ajili ya hilo Bwana usiku wa leo. Tunakushukuru kwa uwepo wako. Na Bwana, kwa imani Bwana, tunaenda nje huko na kombeo yetu ndogo kama vile nabii wako alivyotutangazia. Nasi Bwana, tuna hofu katika kuitumia hiyo Bwana, kwa sababu tunajua kwamba neno lako haliwezi kushindwa. Ulisema tukienda mbele zako katika maombi tunapokea yale tuliyoomba, tulionayo moyoni mwetu Bwana. Hilo ni neno lako, mapenzi yako ni neno lako. Ni mapenzi yako kwamba waponywe, ni mapenzi yako wafunguliwe, ni mapenzi yako waokolewe, ni mapenzi yako kumjaza na Roho Mtakatifu. Kila kitu katika kile kitabu ni chetu Bwana. Bwana, nabii wako alitutangazia Bwana kwamba tunao uwezo wote uliopo wa kwenda kuumba dunia nyingine na kuishi ndani yake. Lakini Bwana, hiyo inatawaliwa na sheria, naye alisema hiyo ni imani Bwana. Iweke imani yako ndani ya mioyo yetu Bwana, kupokea usiku huu Bwana maombi yetu tunayoomba. Tunaamini kwamba unayakubali Bwana. Tunakupenda wewe Bwana. Tunakushukuru sana Bwana. Tunaikabidhi ibada hii mikononi mwako Bwana, tunapojiandaa sasa kuisikia sauti hiyo Bwana. Bwana, utupe tu masikio ya kuisikia ikizama ndani ya mioyo yetu Bwana, ili pasiwepo na kitakachotuzuia tusisikie sauti hiyo. Ndiyo yakini, ndiyo njia ya uzima, nasi tunaamini kila neno ambalo nabii huyo alilosema Bwana. Bwana, tunakupenda tu na asante kwa chakula hiki kilichohifadhiwa. Baraka iwe pamoja nasi sasa katika sehemu nyingine ya ibada, katika jina la Bwana Yesu Kristo, amina. Nyosha mkono na umguse Bwana wakati anapopita. Utaona yeye hana shughuli nyingi,
asisikie kilio cha moyo wako. Anapita wakati huu kukupa mahitaji yako. Wewe nyosha mkono na umguse Bwana wakati anapopita. Bwana sifiwe. Maweza kuketi. Lo, ni wangapi walio na furaha kuwa hapa usiku wa leo? Amina. Ni wangapi walio na furaha kuwa uzao wa kifalme wa Ibrahimu? Amina. Ni wangapi wanaoishi kwa imani? Amina. Katika Yesu aliye juu, kusadiki, kutumainia katika upendo wake mkuu. Amina. Ni namba 24 katika kitabu chako cha nyimbo. Sijali leo kesho itakuwaje, ikiwa kivuli au jua au mvua, Bwana najua anatawala kila kitu, na wasiwasi wangu wote ni bure. Lo, ninaishi kwa imani katika Yesu aliye juu. Lo, kusadiki, kutumainia katika upendo wake mkuu, na kutoka siku ya madhara yote katika mikono yake ya ulinzi. Ninaishi kwa imani, na sisi hatari yoyote. Ingawa tufani zinaweza kuvuma na mawingu ya dhoruba kutokea kuficha mwangaza wa nuru, sijashtushwa na anga lenye mawingu. Mwalimu yeye anaangalia hayo mapigano. Lo, ninaishi kwa imani katika Yesu aliye juu. Lo, kusadiki, kutumaini katika upendo wake mkuu, na kutoka siku ya madhara yote katika mikono yake ya ulinzi. Ninaishi kwa imani, na sisi hatari yoyote. Maana yeye atanivusha salama, hakuna mtu anayenishikilia kwa nguvu. Kwa nini basi nijalinga watu fani naweza kuvuma, ikiwa Yesu anatembea karibu nami? Lo, ninaishi kwa imani katika Yesu aliye juu. Lo, kusadiki, kutumaini katika upendo wake mkuu, na kutoka siku ya madhara yote katika mikono yake ya ulinzi. Ninaishi kwa imani, na siishi hatari yoyote. Bwana wetu atarudi hapa duniani siku moja tamu, shida zetu zote basi zitakwisha. Mwalimu atatuongoza kwa upole kwenda kule ng'ambo ya ule ufuo uliobarikiwa wa mbinguni. Lo, ninaishi kwa imani katika Yesu aliye juu. Lo, kusadiki, kutumaini katika upendo wake mkuu, na kutoka siku ya madhara yote katika mikono yake ya ulinzi. Ninaishi kwa imani, na siishi hatari yoyote. Naye ni kila kitu, yeye ni kila kitu kwangu. Yeye ni kila kitu,
yangu, yeye ni kila kitu kwangu, kwa maana yeye ni baba yangu, mama yangu, dada yangu na ndugu yangu, yeye ni kila kitu kwangu. Lo, yeye ni kila kitu, lo, yeye kila kitu, yeye ni kila kitu kwangu, yeye ni kila kitu, yeye ni kila kitu kwangu, kwa maana yeye ni baba yangu, mama yangu, dada yangu na ndugu yangu, yeye ni kila kitu kwangu. Mara moja zaidi, yeye ni kila kitu, lo, yeye ni kila kitu, yeye ni kila kitu kwangu, yeye ni kila kitu, yeye ni kila kitu kwangu, kwa maana yeye ni baba yangu, mama yangu, dada yangu na ndugu yangu, yeye ni kila kitu kwangu. Hosana, lo, ubarikiwe ule mwamba, lo, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Hosana, lo, ubarikiwe mwamba, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Hosana, ubarikiwe mwamba, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Hosana, ubarikiwe mwamba, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Lo, mtukuzeni Bwana, kwani anastahili kusifiwa. Lo, mtukuzeni Bwana, kwani anastahili kusifiwa. Hosana, lo, ubarikiwe mwamba, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Hosana, lo, ubarikiwe mwamba, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Lo, utukufu, utukufu kwa jina lake, anaishi na kutawala milele. Lo, utukufu, utukufu kwa jina lake, anaishi na kutawala milele. Hosana, lo, ubarikiwe mwamba, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Hosana, ubarikiwe mwamba, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Lo, sana, ubarikiwe mwamba, lo, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Hosana, ubarikiwe mwamba, lo, ubarikiwe mwamba wa wokovu wangu. Amina. Bwana sifiwe. Ni wakati wa kusikia wimbo maalum. Nimeona umeme ukimulika na kusikia sauti ya radi. Nimehisi vifungo vya dhambi vikikimbia, ambavyo vilijaribu kuishinda nafsi yangu. Bali nimesikia sauti ya Mwokozi wangu akiniamuru niendelee kupambana. Yesu aliahidi hataniacha kamwe, hatawahi kuniacha peke yangu. Pepo kali za dunia zinavuma, majaribu ni makali na hatari, bali ninayo amani kama nini, kwa kujua Mwokozi wangu
anasimama anasimama kunikinga na hatari, wakati marafiki zangu wote wamekwenda. Yesu aliahidi hataniacha kamwe, hatawahi kuniacha peke yangu. Kwa hivyo naimba, la, kamwe siko peke yangu, la, kamwe siko peke yangu. Yesu aliahidi hataniacha kamwe, hatawahi kuniacha peke yangu. Wakati niwapo katika bonde la mateso, ninakanyaga barabara ya mauti, Mwokozi wangu unisaidie kubeba msalaba wangu ulio mzito kubeba. Ingawa kote kote ni giza na furaha ya kidunia imeruka, Mwokozi wangu ananong'ona hadi yake, hatawahi kuniacha peke yangu. Alikufa juu ya mlima Kalvari, kwa ajili yangu alimchoma ubavuni, kwa ajili yangu alifungulia ile chemichemi nyekundu, wimbi la utakaso likatiririka. Ananingojea mimi utukufuni, ameketi kwenye kiti chake cha enzi cha mbinguni. Yesu aliniahidi hataniacha kamwe, hatawahi kuniacha peke yangu. La, kamwe siko peke yangu, la, kamwe siku peke yangu. Yesu aliahidi hataniacha kamwe, hatawahi kuniacha peke yangu. La, kamwe siko peke yangu, la, kamwe siko peke yangu. Yesu aliahidi hataniacha kamwe, yeye hajawahi kuniacha mimi peke yangu. Amina. Asante dada Groves na dada Patience. Mungu awabariki. Kweli hatuko peke yetu kamwe. Kupitia mwanga wa jua na kivulini, yeye anakujali. Hebu tuimbe wimbo huo mdogo tunapojiandaa kusikia ujumbe huu usiku wa leo. Ni wangapi wanashukuru kwamba yeye anakujali? Amina. Lo,
yeye anakujali. Yeye anakujali. Kupitia mwanga wa jua ukivulini, yeye anakujali. Lo, yeye anakujali. Ndiyo, yeye anakujali. Kupitia mwanga wa jua ukivulini, yeye anakujali. Mara moja zaidi tu. Lo, yeye anakujali. Lo, yeye anakujali. Kupitia mwanga wa jua au kivulini, yeye anakujali. Hebu tuimbe tena. Lo, yeye anakujali. Je, una furaha usiku wa leo kwamba yeye anakujali? Lo, yeye anakujali. Amina. Kupitia mwanga wa jua au kivulini, yeye anakujali. Hebu tuinamishe vichwa vyetu tukiuvumisha. Jinsi gani lilivyo la ajabu Bwana Yesu! Kupitia mwanga wa jua au kivulini, yeye anakujali. Hebu tumwimbie. Amini tu, amini tu, yote yawezekana. Amini tu, amini tu, amini tu, na yote yatendeka. Amini tu. Amina. Maweza kuketi. Ni majaliwa ya jinsi gani kwangu usiku wa leo kumkaribisha tena kwenye jukwaa hili mjumbe na nabii wa Mungu, ili tupate kusikia honk ya bata wetu akiitoa sauti yake tunayoijua na kuitambua. Elohim akizungumza kupitia nabii na mjumbe wake. Amina.
Je, uko tayari kulisikia neno? Amina. Ni upendeleo ulioje tulionao. Huyu hapa nabii wetu, mjumbe wa Mungu na mchungaji wa kanisa hili, ndugu Branham.